الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدِ قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tuko katika msikiti wa Mtoro, Dar es Salaam, na tuna mada ambayo ni kubwa sana, nao ni mada ya al-hasad. Mada ya hasad. Hiyo hasad ndio hasad, na hasad ni hasad. Hasad ndio hasad, na hasad ni hasad, na ndio inaumaliza ulimwengu. Fujo lote, vita vote ulimwenguni ni hasad, hakuna lingine. Vita vote, nchi zote, usidanganye bwana. Hakuna jihadi ya mchana wala usiku, hakuna hilo. Vita vya ulimwengu mzima watu wanaopigana kwa sababu ya hasad peke yake, na ndiyo inaotumaliza sisi. Tumalizwa na hasad, sisi tumalizwa na hasad. Waswahili wanamsema, wanakuambia hasad ikitoua huumbua. Ikitoua, Kiswahili cha kwetu, ikitoua huumbua. Maana yake nini? Yani hasad kama haikukumaliza ikakuondosha duniani, basi itakutia kasoro na ila na aibu fulani. Itakuumbua, itakuweka kitandani, itakuharibia kazi zako, itakutia wazimu, utavunjikiwa, utaharibikiwa. Ndio hasad. Na sote twalilia na hasad, na sote twaumizwa na hasad. Wanazuoni waumizwa na hasad, wafanyaji biashara waumizwa na hasad, wasanii wote waumizwa na hasad. Hasad imeingia kwetu sisi, na ndio dhambi la kwanza ambayo aliwasiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kosa la kwanza alilokosewa Mwenyezi Mungu ni hasad, na alianzisha hasad Ibilisi. Na ndio kama tuelezwa, na katika ardhi kosa la kwanza ambao kama madhambi ya kwanza aliofanyiwa ni hasad, Kabil na Habil. Wewe ukishakuchukua picha ya Kabil na Habili, basi utakitena maelezo. Kabil nani? Habili nani? Kabil bin Adam, Habil bin Adam, ndugu baba na mama wakahusudiana. Wakahusudiana kwa sababu ya nini? Wakahusudiana kwa sababu ya mwanamke. Sasa ikiwa ndugu baba na mama wamehusudiana, je, asiokuwa ndugu? Tena mwanamke, sasa mwanamke nini? Si bahati yake, neema yake. Na ndio iko mpaka sasa, mtu namhusudu mtu amepata mke mzuri, hasa atakapata mke mbaya, atakapata mke mbaya, si bahati yake, neema yake. Kama alikuwa ni mzuri, sio alikuwa kumuoa. Sasa kumuoa, amemuoa, kosa lake lipi? Au muacha kuache wewe? Basi mfuatie bwana, wewe kapata mke mzuri, niachie mimi basi. Lakini ndani kumhusudu, kapata mke mzuri bwana, kapata gari mzuri, ndio kapata kazi mzuri, kapata nyumba mzuri. Sasa si Mwenyezi Mungu, dhalika fadlullah yutima yasha. Ndio tunataka wengine kuambia basi ndio kazime mbinguni. Wajua ile switch iko mbinguni, kazime basi. Lakini madamu switch iko mbinguni, mwangazo katika ardhi, mwangazo katika ardhi bwana. Tena na hasad wenyewe kuambia alhasadu bawabatul atham wa bid'atul li'am, yabda'u bil qaribi qabla al ba'idi wa bisadiqi qabla al adui. Hiyo ndio hasad. Alhasadu bawabatul atham, yani hasadi ndio bawaba. Unajua bawaba, mlango mkubwa, ndio geti. Unajua utaona katika majumba kuna stairs, nyumba tele, kuna lango kubwa lile la kuingia katika nyumba zote. Basi mlango kubwa la kuingia katika madhambi ni hasad. Makosha kuingia katika ile geti ile kubwa, ndio utaingia nyumba zote. Maana mwenye hasad ndio huingia na maradhi yote, ndio madhambi yote. Hasidi lazima msengenyaji, hasidi lazima awe mrongo, hasidi lazima awe fatani, hasidi lazima azue, hasidi lazima auwe, hasidi lazima atukane, hasidi lazima afanye uchawi. Bawaba geti, wewe kuingia geti katika flati tu. Sasa flati zote utaziingia katika bawaba. Wa bid'atul li'am,
na ndio silaha ya wale watu liam na tokorofi, wale watu wasiokuwa na maana, ndio biashara yao. Watu wengine hawana kazi yao ni kuhusudu tu, hawana kazi yote, hawana kazi ya mchana wala usiku, kuhusudu fulani kapata gari, fulani kapata hivi, fulani kawa hivi, fulani kawa sasa mwisho paka ukivaa kanzu mzuri, siku hizi fulani uvaa kanzu mzuri, sasa vile matambara jamaa, fulani siku hizi upata kofia mzuri, mwangali fulani bwana kofia mzuri kwa kweli, kofia mnani, sasa fanya nini? Avae boxi, si mwenye mwaka na wewe vaa, umekatazwa. Ukivaa, ukisema, ukifanya lolote ya kusudu tu, bid'atul yam yabda'u bil qaribi qabla al ba'id. Ile hasadi humwanza jamaa yako kabla wa mbali. Ikiwa jamaa yako ndugu Kabil na Habil wamehusudiana mpaka Kabili akamua ndugu yake mdogo wake, hata amepata mke mzuri, amemua. Sasa ikiwa ndugu baba na mama husudiana, hatutaki tena jaso kwa ndugu, mimbabi au la, itakuwa saidi ndugu si jaso kwa ndugu tena. Baada hivyo wasadiq kabla ladui, na ile hasad tena humpata ule rafiki yako kabla adui. Mtu ni rafiki yako haswa atakusudu. Rafiki mtu ampenda tena, wewe utamwamini rafiki yangu bwana hana neno, kumbe ana maneno, hana neno moja kana maneno mengi, na muamini kumbe haaminiki. Huyu bwana tena chanda na pete, urongo kuna chanda na pete nyingine pia ufulika ile. Mimi bila huyu sivi, basi ndo utakapokuwa utakumwona ndo utamjua. Ndio kaambiwa ule rafiki yako mpende, usimpende sana, na ule adui yako mchukie, usimchukie sana. Pengine ule rafiki huenda akani adui na ule adui akani rafiki yako. Huyo ndio hasidi. Na hasadi inafanya kazi gani na sababu gani? Hasad inatokana na family, watu ndugu. Mwangalie Nabii Yusuf, ukitaka kujua hasadi ni kisa cha Nabii Yusuf tu, hasadi yote iko pale. Wajua hasadi ya Yusuf ilianza wapi? Hujajua. Ilianza la taksusuru yake aliyefuatika. Hasadi ya Yusuf ilianza kwenye ndoto tu. Mtu ameota, ameota ngapi? Nyota 11 na mwezi na jua za msujudia, basi hasadi imeanza. Jamaa mtu uota pia musudu. Mimi nimeota na majumba 100 unusudu. Mmeota jamaa, si nayo nimeota. Yusuf anasema ameona tu mwezi na jua na mwezi na nyota 11. Sasa kosa liko wapi? Hasadi yote imeanza kwa ndoto tu. Sasa jamaa, ikiwa kwenye ndoto watu sudiani, je macho? Watu wamelala, watu usingizini, nimeota nusudu, je ikia macho? Ndio hasadi hiyo. Kisha ndio akampata aliyopata. Yusuf mitihani yote, kupigwa, kutoa katika shimo, kufanywa hivi, kuambia meliwa na mbomitu. Tena Yusuf kosa kubwa alilofanya, la Yusuf wa huwa habu ila abina mina, basi hilo ndio kosa lake. Kupigwa na kutoka kwenye shimo, Yusuf apendekeza zaidi kwa babetu kushinda sisi. Jamaa, kosa langu lipi? Yusuf akamwambia babake Yakubu, nipende. Mwenye baba amependa, basi nyinyi ule alopenda mungelimwadhibisha yeye, si alopendwa. Kosa alopendwa lipi? Jamaa, kosa alopendwa lipi? Nyinyi mwanipenda mimi, unusudu. Sasa kosa langu ni sikwambia mimi mpende, nimeambia mwenye mahaba yenu, mapenzi yenu mwanipenda, wewe usudu. Hasidi mbaya sana bwana. Hasidi mtu mbaya. Hata lile jina, kuna mahasidi wengine ni jina haswa, jina wote uchungu, jina. Kwa nini kupawa jina hili? Kwa nini akapata jina? Ndio hasidi. Wengine ile picha tu, ile picha ameona katika WhatsApp, kwa nini akapiga picha vile? Kwa nini anapiga picha anacheka yule amusudu? Picha jamaa. Sasa nilie. Nilie ndio furaha. Na hasad inatokana na watu watatu. Hasadi inatokana na watu watatu. Usitafute wanne. Ndio wingi wa hasadi unatokana na hili. Hasadi ya kwanza inatokana kwa jamaa yako, family yako. Waswahili wanasema, wanakuambia kikulacho kimwilini mwacho na kikulako kimwilini mwako. Lugha ya kwetu. Kile kinachokula ni kile kiloko mwilini mwako, kiloko nje hakikuli. Chawa anayekuuma ni yule kwa kichwa chako, hawezi chawa wangu akakuuma wewe, ni yule kwa kichwani kwako. Ule jamaa yako, ndugu yako,
aweza kusudu, ami yako aweza kusudu, mjomba wako aweza kusudu, shangazi yako, khalati yako aweza kukusudu, ule mtu wako wa nyumbani atakusudu. Je, mtu wa nje? Hondo hasidi wa kwanza. Hasidi wa pili ni jirani. Mtu jirani yako ndio kama mpelekee, la takirana jaratan lijaratiha wala frisana shat, la takirana jaratu lijaratiha, wewe mpelekee jirani yako kusudu. Akikuona unapoendelea, akiona umepata gari, umepaka rangi wala chakula, akusudu jirani. Jirani ndio hasadi kubwa, lakini nataka uketi na yeye vizuri. Jirani sio kusudu mpige vita. Ndio Swahili anakuambia Allah Allah jirani wala ukana baniani. Kiswahili na Kiarabu hiyo. Allah Allah jirani wala ukana baniani. Yani mwangalie kama baniani pia kana vizuri. Kwa hivyo jirani ndio hasidi yako, jirani yako hasidi yako. Ukusudu, sababu kusudu huona, hukusudu husikia. Huo ndio wa pili. Hasadi wa tatu ni ule mnaofanya kazi pamoja, kazi yenu ni moja, ni wale zumala, wanafunzi wanaosoma madrasa kimoja, chuo kimoja, wanaosudiana, walimu wanaosudiana, mashekhe wanaosudiana. Huku Tanzania kuna mashekhe na mashehe, kuna bilkha wa bilha. Tupo kuna mashekhe na mashehe. Mashekhe ni wale mashekhe na mashehe ni wale mashehe. Hiyo ni tofauti hiyo. Kwa hivyo mashekhe na mashehe wote usudiana. Usishutuke bwana kama una mtu amepiga kiemba kama tairi ya gari, hasadi tele anayo. Kama mtu amepiga msare mita 5, hasadi anayo kwa hivyo. Ukaona ameshika tasbihi mara 3 kimo chake, hasadi anayo kwa hivyo. Hasadi. Mtume asema kuna watu 6 wataingia motoni kabla ya hisabu kwa mambo 6. Kuna watu 6 wataingia motoni kabla ya hisabu kwa mambo 6. Akasema ule wa mwisho katika 6, wal ulamau bil hasadi. Allahu akbar. Wal ulamau, na wanazuoni na mashekhe bil hasad. Sasa jamaa, ikiwa ulamau bil hasad, kaifa al juhadu? Ikiwa wanazuoni wausudiana, je, wajinga watausudiana na gani? Nyinyi mmesoma, mwajua madhara hasadi, mwajua ni katika amradul qalbi, mwajua hasadi, alhasadu yakul hasanati kama takul nar hatab, hasadi hula mema yako kama inavyokula moto kuni. Hadithi zote unazijua wewe, aya zote unazijua wewe, maana kisha wewe usudu. Je, wale wasiojua hadithi na aya watafanya nini? Ndio Imam Malik akasema, mimi ushahidi wote nakubali, lakini ushahidi wa wanazuoni siukubali. Mwanachuoni kwa mwanachuoni sikubali ushahidi wake, kwa sababu wana hasadi wao, watazua uongo. Yani watu watakubali ushahidi, lakini mwanachuoni kwa mwanachuoni hakubali. Hasidi akiona hakufaulu atakuroga. Akiona hafaulu katika kukoroga kwake, basi sasa atakutilia sumu. Kuna watu wametiliwa sumu haswa na ndugu zao haswa, amemtilia sumu ataka afe ili yale makamu ayapate yeye. Allahu akbar. Ili makamu ataka. Maimamu husudiana, maimamu wa msikiti. Imamu huyo ampendi imamu huyo, ati kwa nini amepata kazi? Si Mwenyezi Mungu amempa? Basi uzenge msikiti jamaa, Allahu akbar unusudu. Uzalisha watu nusudu, kosa langu lipi? Nimeandikwa kazi, kosa langu lipi? Maimamu hawapendani, maimamu husudiana, maimamu tu anasema. Basi mtu uweza kumtilia sumu mtu. Wangapi na wangapi wametiliwa sumu katika vyakula wamekufa kwa sababu hasidi tu. Hamtu kutia sumu wala ajali, mwache afe mwanakufa. Afe mwanakufa. Watu wamekwenda kwa waganga na chawi, ule fulani sitaki kumuona tena duniani, nitakupa utakacho. Watu wako tayari kutoa chochote. Kuna watu wamenunua ng'ombe mzima wakafukua shimo wakamzika kwa sababu ya uhasidi tu na wadui. Fulani vujikiwe ng'ombe shekh, badili watu uchije ng'ombe watu wale sadaka, uombe Mungu naye akupe kama basi umemla ng'ombe umechinja. Wengine wazima kwa sababu ya hasidi. Hasad ina sampuli 4. Kuna hasadi sampuli 4. Kuna 3 ni hakika, moja ni majazi. Mambo balagha sasa. Hasadi iko katika balagha. Kuna 3 ni hakika, moja ni majazi.
Majazi ni ipi? Tuanze ni majazi. Majazi mambo balagha tuko chuoni, lakini nimake si hakika, ni majazi. Dhidul haqiqa almajaz wa dhidul majaz alhaqiqa. Majazi ni ile la hasada illa ala thnataini, hakuna hasad isipokuwa kwa mambo mawili tu. Yani hasadi ni zitu ziwili. Hii ni maana hasad. La hasada manake la ghibta, yani wewe atakautamani vitu viwili, sio mwanazusudu uzitamani vitu viwili. Lakini hao walikuwa vitu viwili wanavitumikia haki ya kutumikia. Rajulun atahu Allahu alquran fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, mtu anajua Qur'ani, anasoma Qur'ani usiku na mchana, basi wewe tamani uwe kama yeye kwa kusoma Qur'ani, na mimi pia nisome Qur'ani kama yeye. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, na mtu Mwenyezi Mungu alimpa mali akawa anayatoa usiku na mchana. Yani mtu amepata mali, wewe utamani mali ili ufanye khairati kama yeye, sio utamani mali kwa sababu naye ule tajiri bwana ana gari Prado Pajero na mimi nataka kama hiyo. Sio hiyo, ni hasadi hiyo. Ana majumba, ana magari, mimi nataka nipate mali. Yeye amejenga msikiti mmoja, mimi nitajenga msikiti 10. Yeye alishawatumia, mimi nitashawatumia 2. Yani hasadi kwa kufanya khairi. Hii ndio tu majazi. Lakini kuna hiyo ndio Mtume sema la hasada, make tamani Qur'ani, mwenye Qur'ani au usome Qur'ani, tamani mwenye mali au usome. Lakini 3 hazifai na moja haifai zaidi. Hasadi ya kwanza ni wewe watamani ndugu yako ile neema aliyokuwa nayo ima uipate wewe. Ikiwa ukipata wewe, basi ile neema ikosekane. Yani wewe unatamani ima ile neema uipate wewe, kama upate wewe ikosekane. Ndio hasadi ya kwanza. Hasadi ya pili ni kutamani ile neema, kwa kuwa yeye asipate na wewe pia usipate. Uko tayari yeye asipate wewe pia usipate. Hiyo ndio mbaya. Hiyo ndio ya pili. Ya tatu, ule ana neema na mimi Mwenyezi Mungu anipe neema. Kama sikupa mimi neema, basi na yeye pia akose. Hiyo ndio ya tatu. Ya kwanza, tamani neema iondoke kwa mwenzako. Hiyo ndio ya kwanza. Hiyo je kwako wewe. Ya pili, yeye asipate na mimi sipate. Ya tatu, na mimi pate neema yake, lakini nikikosa basi sote tukose neema. Ndio hapa tutoa kiswa sana, kiswa mutakarira, kiswa cha kukariri namna gani hasidi alipokuwa mbaya, aliposhida yule bakhili mwenyewe. Yule mfalme na waziri ujiana wakasema, je, hasidi ni mbaya ama bakhili? Mfalme akasema bakhili ni mbaya. Ule waziri akamwambia basi bakhili si mbaya, mbaya ni hasidi. Yule mfalme akasema la, mimi najua ni bakhili. Waziri akamwambia la, mimi najua ni hasidi. Wewe unajua ni bakhili? Wewe mfalme umesema ni bakhili, mimi nasema ni hasidi. Waziri wakatafuta katika mji nani hasidi zaidi na nani mbaya zaidi, akazengelewa bakhili daraja ya mwisho. Maana kuna watu jamaa mabakhili. Wewe cha Dar es Salaam akifiki Tanga, wala cha Tanga akifiki kwake. Kuna watu mabakhili ajabu, hata kula kwenyewe hali na pesa ile anazo tele, sio mweka nani. Wanyama robo kilo sana ni tungu sisimizi. Yeye kula gumu, kuvaa akivaa hizo nguo tafikiri yeye nguo zake kwenye mitumba tu kule, na mnapokuwa bakhili hata kununua nguo za madukani. Bwana mitumba rahisi. Shekhe vipi wewe? Gari lake usiulize, ndio lile soma katika Qur'ani. Unajua kuna gari tarhaquha qatara, tarhaquha unajua manake tafsiri haya limefidikwa na vumbi leusi. Maana vumbi leusi, maana gari lake kiliwasha nyuto moshi kweli, naweza kutengeza milango yenyewe haifunguki. Ukipita kwako unapita kwa huku, wengine wanafungua butu ingie. Ona bakhili fungua butu ingie. Gari miaka 20 nalo tu. Jamaa siku zote kutoka gereji tafikiri ni mtu pressure na sukari wake. Siku zote kutoka gereji si niuze na pia una bakhili kuna gari pia. Gari yake mwenyewe una bakhili uko tara ni katara tu, gari mbaya tu bwana. Sio ni miaka mingapi? Miaka 30 amenunua. Bado tuko nalo tu. Mara nyingine paka gari hazingie. Paka shike mikono miwili gari peleke ndio yende. Huyo ndo hasidi.
Huyo ndio mbaya. Kwa hivyo hasidi na bakhili, nani mbaya? Mfalme akasema hakuna mbaya kama bakhili. Waziri akasema hakuna mbaya kama hasidi. Wakasema tuzengie katika mji kuna mahasidi. Hasidi gani? Wajua katika kila mji kuna hasidi, kila mji kuna hasidi. Usiseme mahali hakuna hasidi, hata huko Maka na Madina mahasidi tele kila mahali. Usiseme sitaki Dar es Salaam, huku kuna salama, kwingine kuna hasadi zaidi. Ukifia kupiku, ukikimbia kuna kofia, utakwenda kuna pozikwa. Hapa tufa basi kwa kile utazikwa mzima wewe. Afadhali bali hapa kufekwa zako basi usikwe kama wengine uzikwa wazima wao. Wakatafuta mpaka akapata mmoja bakhili na mmoja hasidi. Tena ule hasidi wa Kiswahili anasema kuna mtu anaitwa hasidi kabuli. Hasidi kabuli, amepata kabuli, hasemi ila jambo huwa wenyewe kwamba kama qala Allah Ta'ala. Kuna mahasidi kama qala Allah Ta'ala, wako Mwenyezi Mungu asema urongo, lakini qala Allah Ta'ala atamke tu, kitamka wewe uko hasarani, wewe uko hasara tu, kama qala Allah akisema tu. Wakapata hasidi, wakapata hasidi mbaya, hasidi muovu, hasidi apenda makuu, kumshida dovu amevudika guu na wekerevu amekula huu. Kachukua hasidi akazengewa na bakhili. Mfalme akamwambia mimi ndo mfalme, nimewaita hapa nyumbani kwangu, hapa ofisini, kila mtu atamani, kila mtu aseme anachotaka, lakini ajue mwenziwe atapata zaidi kushinda yeye. Tamani unachotaka, lakini ujue mwenzako atapata zaidi kushinda wewe. Sasa tamanini, wewe uitwe na mfalme, uitwe na rais, uitwe ikulu kule, haya bwana ndo ule huko kulu ule tu kule, sema unataka nini mimi. Lakini ujue mwenzako atampa mara mbili. Ukisema gari moja mbili, yule atapa. Nyumba moja nyumba mbili, nataka eka 10, yule atapa 20. Lazima mwenzako atakushinda. Takeni ukitaka milioni 10, wewe utampa milioni 20. Bakhili na hasidi wakaanza kufikiria. Sasa fikiria kila mtu bakhili, huyu atakuwa na zingi, mimi nitakuwa kidogo, huyu atakuwa ni hasidi. Ndo ewe itakuwaje mimi kisema milioni 10 napata 20, mimi kisema gari 10 natapata gari 20, mimi kisema nataka majumba 5 utapata majumba 10. Yani anafikiria. Mfalme akamwambia Sheikh, temu za malizika, muda hasidi alishamkono Maulana, nishafikiria nataka nini. Labda ataka hela huyo, yeye apate milioni 10, apate 20, apate majumba 5, 10 gari. Akamwambia nimefikiria mimi. Mfalme umesema nini? Mfalme akasema nimesema mtu akitamani kimoja mwenzake atapata viwili. Basi na kuomba Maulaya, mimi ili jicho langu nitoboe ili jicho. Hasidi akaamua atobolewe jicho moja. Sababu bakhili anafanya nini? Angalia, atakatobole jicho ile kipofu, ile ya kipofu jicho moja, ile kipofu macho mawili, akakubali kipofu, lakini ajua hatupata hapo. Radhi amshinde hapo hasidi, hapo radhi, madhamu atakosa macho yote. Wenyewe ngombe kufa kwa wingi ni harusi, kufa kwa wingi ni makatu wangu kifa ni harusi, si matanga tena huku zilio huku, basi ni harusi hiyo. Huyo ndo hasidi. Tukimalizia maketem, naona wakati wa adhane mwende sanga hasa. Bwana mmoja alikuwa ni waziri wa mfalme, na huyu alikuwa akipenda sana kusema maneno mazuri, maneno ya hikma, akisema ahsin ila almuhsin biihsanihi walmusiu satakfihi masawihi. Ahsin ila almuhsin biihsanihi walmusiu satakfihi masawi. Siku zote mtu akikufanyia lema, mfanye mtu lema na Mwenyezi Mungu atakulipa kwa leo unalofanyia. Siku zote ukimfanyia mtu mazuri na Mwenyezi Mungu atakufanyia mazuri. Siku zote ukifanyia mtu mabaya na wewe utafanya baya, kwa lile baya lake Mwenyezi Mungu atamlipa. Walmusiu satakfihi masawi. Usione ukifanya, unajua kufanya lema ni deni kisha utalipwa, na kufanya baya pia ni deni utalipwa. Basi neno lake nini? Basi kuna mmoja ambaye kwamba hoyo yeye kuna mfalme ni kama rafiki yake nini, kuna waziri wake akasikia uchungu, akasikia hasad, akausudu neno. Fikiria neno tu limeusudu. Kwa nini kusema ahsin ila almuslim bisani wal musiu satakfi masawi? Yani mfalme yuko kilikariri sana kila saa, kumwambia Sheikh niambia ile neno bwana, ahsin ila almuhsin bisanihi wal musiu satakfi masawi. Mfanye wema, fanya mema kwa mema, utalipa kwa wema wako, na ule mbaya mfanye mwema, atalipwa kwa ubaya wake. Ule bwana akamusudu, akaanza kumtilia fitna kwa mfalme. Ule waziri akamwambia mfalme, wewe wampenda huyu, umefahamu,
huyu ampenda nini? Huyu akutukana, sema mdomo wako unanuka harufu mbaya. Mfalme, huyu ninavyompenda, ninavyomeka karibu, asema, akamwambia siamini, akamwambia utaona kesho. Na mfalme alikuwa hakuna harufu anaichukia kama harufu ya kitunguu saumu ile. Kwa pende kabisa. Akisikia kama mtume alivyokuwa akichukia. Akisikia mtu amekula, umejua kitunguu saumu ile ni basi akishika mdomo hiyo. Basi yule bwana akamwalika nyumbani kwake. Atakwenda kwa mfalme kuonana na appointment, ameagizana. Alipofika akamwambia kula bwana yeye. Akampa ile saumu, baada ya kupa wakati ukafika, akifika kwa mfalme akasema la haula, hata sikutukua ile siku na maji siku yote harufu mbaya kwa mfalme. Basi mfalme akazungumza naye, mfalme bebu ndo karibu. Akifika karibu yule bwana, kwa mdomo wake unanuka kitunguu saumu, akaziba namna hiyo. Mfalme akasema kumbe kweli huyu ananisema mimi vibaya, mdomo wangu unanuka mimi. Unajua hakuna kitu baya kama mtu kumtukana katika mwili wake. Hakuna ile kubwa kumtukana mtu katika mwili wake ndio umezingia vita vyake. Mwambie mtu mkorofi wewe, mfupi kama kitunguu maji, utasikia balaa zake. Wewe ni hivi, wewe ni hivi. Mfalme akaandika barua, akampelekea moja katika mapisi wake, viongozi wake, akamwambia, akaandika ile barua. Baadaye katika bahasha akamwambia ule ambao kwamba aloziba, akamwambia ni barua mpelekee pisi wangu. Basi yule bwana akatoa, na mfalme kuandika barua, ujue mambo ni mazuri tu, rais kuandika barua. Alipotoka akifika nje, ile waziri ameona, mfalme akwambia nini? Akamwambia mimi naandikia barua, ameniambia ni nende. Si barua nini? Kwa sana akonipa mimi barua. Akamwambia sasa sikupa barua yangu kupe wewe. Akamwambia sikupi. Wakaanza kugombana, sikupi takupa. Basi baada ya kugombana, ule bwana akamwambia nitakupa farasi, nitakupa na 1000 dinar unipe hiyo barua. Maka jua hii waziri ajua ni barua ina hela tu ndani, kuna pesa zitatoka kwa ule. Ule akamwambia basi nipe farasi, nipe na dinar 1000. Akampa, alipompa akaenda zake. Yule waziri akaenda paka barua kwa ule PC. Kumbe barua si mzuri. Ifika kwa ule PC, amwambia bwana nimeletewa barua. Hii ni barua gani? Ambia atoka kwa mfalme. Ule akasema vizuri PC. PC uko kando, akaikata ile, akaanza kuisoma ile barua. Akisoma imeandikwa huyu anayeleta barua huyo. Hakuandikwa jina. Huyu atakuleta barua, basi wewe mchinje. Baada ya kumchinja na umchune ngozi yake. Basi. Huyu aleta barua, kuandikwa jina. Hii ni basi. Ule akamwambia bwana barua yenyewe nini? Imeandikwa aloleta achinjwe. Achune na ngozi yake. Barua si yangu, barua fulani bala. Haikuandikwa, mbona aloleta barua. Na aloleta barua nani? Mbele. Kwa hiyo tafuata amri ya mfalme. Akachinjwa yule bwana. Alipochinjwa, basi mfalme muona waziri hapiti ofisini, waziri hapiti. Anane akiuliza barua yako umekwenda chinjwa. Kwani mimi nimpa barua yeye? Akamwambia si yule ni yule mtu wako amempa barua. Mfalme akamwita yule rafiki yake. Akamwambia ile barua umefikisha? Akamwambia Maulaya, nilipokuwa nataka kuifikisha nimepambana na mtu barabarani, ameniambia waziri wako ameniambia nipe na mimi nimempa. Basi amekodisha. Mfalme akamwambia kafakal musiu bimasawihi. Akamwambia basi kafakal musiu bimasawihi. Akamwambia yule aliyokufanyia ubaya, basi ubaya umemrudia mwenyewe. Yeye amefanyia kumchongea, amteteshe na mfalme, kumbe ile balaa imemrudia mwenyewe. Kwa hivyo ile hasidi ni moto, mwisho ujila mwenyewe, akajimaliza mwenyewe. Inshallah kuadhiniwe na tumalize mada yetu inshallah. Wallahu wa rasuluhu alam. Atuambia katika Qur'ani, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, ama hawa watu wahusudu watu kwa neema Mwenyezi Mungu aliowapa. Hapa wanazuoni kuambia am yahsuduna an-nasa ni Rasulullah, imetaja nas lakini ni mtume. Wamuhusudu mtume hawa sababu mtume amepata hasad Maka za Makureish. Alipofika Madina amepata hasad za wanafiki. Alipofika Madina amepata hasad za Mayahudi. Mayahudi walimhusudu mtume mpaka wakamtilia sumu mtume, ndio wa mahasidi. Wewe shekhe, ukiona umerogwa, usione umerogwa kwa umerogwa kwa sababu unahusudiwa. Ule akurogae ndio alokuhusudu. Kwa wauma hujulikani maradhi gani wewe, ukienda hospitali ukipimwa hujulikani nini, kumbe ni hasadi. Hasad wa min shari hasidin idha hasad. Alimamu Jaafar Sadiq akasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, akasema nahnu humun nas, sisi ndio hawa watu. Sisi
Hawa wanaosudiwa ni wale wewe una hasad na chuki za Sharifu. Kosa lake lipi? Baweza kulibadilisha na saba yako kama yake, basi hakuna zita tu. Rudi tumboni kwa mamako, mwambie mama acha na babangu, uolewe na babake Sharifu uzaliwe, basi utapata. Hakuna zita. Mkusudu Sharifu za kosa lake lipi? Kwa Sharifu ndo musudu. Unaambia masharifu hakuna, masharifu ni ile hasadi tumekuingia. Nanuhumun nas. Abdullah bin Mas'ud akisema la tuadi ni'ama Allah, msifanyeni wadui kwa neema Mwenyezi Mungu, msifanyeni wadui kwa jamaa kama neema Mungu nini. Akaambia am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli, mausudu watu Mwenyezi Mungu aliowapa. Dhalika fadlullah, dhalika yutihi man yasha. Na wewe useme mimi sitaki kusudio, lazima usudio, kipendo kize. Na ukiusudiwa zaidi ndio una neema zaidi. Ukiusudiwa zaidi una neema zaidi. Alimamu Abu Hanifa alisema ya Rabbi nifanye wingi maadui zangu, nataka maadui wawe wengi. Jamaa nataka maadui wako, nikamwambia naam, sababu ndio utakuwa na neema nyingi. Ikiwa maadui kidogo neema ndogo, ikiwa maadui wengi bado una neema kubwa. Kwa hivyo kila ukipanda daraja maasidi huongezeka, kila ukipata neema maasidi huongezeka. Lazima useme wazi. Wewe ukienda ukaswalisha kule imamu msikiti usiku ndani nani huko, hata paa hakuna, masjidi kidogo tu, lakini njoo town tu hapa. Kila msikiti ukiwa mkubwa masjidi wa makubwa zaidi. Kila msikiti ukiwa mkubwa masjidi mkubwa zaidi. Undu ukivunja kaongeza basi masjidi itaongezeka pia. Ya salam, ya salam. Lazima kila kwenye mwenye neema usudiwe bwana. Hakuna ambako basi usudiwa. Mmoja alimwambia mzee wetu al-Imam ar-Rahil Said Muhammad Sheikh Said al-Bidh, akamwambia bwana ustadhi, nataka uniombee nisiwe na mahasidi, yani sipate wenye kunihusudu kabisa. Ustadhi akamwambia nikikuombea dua usipate mahasidi, atakwambia kwa pizza. Umenapiza mimi? Akamwambia utakosa neema zote kusudiwa, asiokuwa na neema hausudiwi, hausudiwa ndio mwenye neema. Tupo. Ikiwa huna chochote utasudiwa nini? Huna be una alifu wewe, huna mbele una nyuma. Usudi unaweza kusudia. Ushasikia mtu msudu mwandazimu? Ushasikia mtu? Kwa nini usudi yule mwandazimu? Hana chake, labda msudu kwa azimu wake basi. Lakini ukiwa na akili, mwandazimu usudiwi, lakini mwenye akili usudiwa. Lakini hasadi lazima. Bali basi mimi sitakukaa na watu bwana, nitakukaa mbali, sitakaa majirani, si ndo masidi, sitakujiepusha na wao. Hata ukaa nini mahasidi wako, hata ukaa ya la jabali huko utapata masidi kule kule. Ukiwa juu utapata masidi wale makunguru kule juu, atakusumbua kwa hasadi sana, atakufanya fujo kikunyia tu pale kinyesi chao. Akamwambia mzee kikusudu, mzee Imam Rahil akamwambia nikikwambia usiwe na hasadi basi wewe utakwenda kwa pizza, maana utakuwa huna neema hata moja. Sasa ile hasadi tufanye nini? Lazima maadamu uko duniani lazima usudiwe. Bwana mmoja alimwambia mwanachuoni, Sheikh, nataka nipeleke mahali ambapo watu hawasengenywi, watu hawatudi fitna, watu hausudiwi. Maana hapa duniani nimechoka na viumbe. Hawa viumbe ndio wa mahalaka nasa illa nas, wanaoangamiza watu ni watu. Nataka mali siusudiwe, nisisengenywe, sijue nende kaishi wapi, na kuna mji gani. Akamwambia ndio nikwambie, ukitaka uketi mahali hutohusudiwa, hutotiliwa fitna, hutosengenywa, nenda kaketi maziarani makaburini kule, basi kule utapata salama. Maiti hawakusudu wale wala kutili fitna wale wala kusengenya, usengenya ukiishi maziarani kule, lakini usije huko mjini, ukija sitakupata hizo hasad. Bakia kule kule tu, tengeza kaburi lako basi kule, ule kule ulale kule, usudie. Maiti hawausudu wala maiti hawasengenyi wala maiti hawatii fitra, lakini madamu kwa ulimwenguni lazima utahusudiwa tu, lazima. La yakhlu sayyidu min aduwin yaqdah wa wadudin yamdah. Kila mtu lazima yeye anatoa. Kuna mtu anakupenda, kuna mtu anakuchukia. Wewe una mahasidi na una wapenzi, una watu wanakusifu, una watu wanakutoa. Hata ukifa pia kuna watu pia. Imitu kana nasu sinfani, nikifa watu wa sampuli mbili. Kuna wengine ukifa ukasema afadhali afe, mtamani afe na mara ya pili. Ashakufa mara ya pili. Israeli arudi tena, ashakufa mara si basi tamani afe, kheri afe. Kuna watu wamekufa, watu wengine wanacheza ngoma kwa kuwa wamekufa. Kuna watu wamefurahi kwa kuwa mtu amekufa. Ashakufa maana atabakia. Na pia chuma chako kwa motoni. Unajua chuma chako motoni, na pia utakufa.
utamani mtu afi. Je, tutajilinda vipi na hasad? Hasad kujilinda ni sadaka, hasad kujilinda ni dua. Jaribu kusoma dua, jaribu kusoma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nasi, alhamdu, ayatul kursi. Hizi jaribu kuzisoma, fanya ndio uradi wako hizi. Qul huwallahu mara 3, qul a'udhu birabbil falaq mara 3, qul a'udhu birabbin nasi mara 3, alhamdu mara 7, ayatul kursi mara 7 na sala mtume mara 7. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, ujaribu kusoma hasbunallahu wa ni'mal wakil mara 450 kila siku, basi ile neema itabakia, haiondoki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ikiwa uwezi 70. Ya tatu, ya hafidh mara 100, ya hafidh mara 100 kila siku, ya hafidh mara 100 hafidh. Hiyo ndio dua za hasad. Ya nne ni suratul fil, alam tara. Utaangalia ima utasoma mara 100 ama utasoma mara 1000. Alam tara ndio kinga ya maadui na ima mara 100 ima mara 1000. Hasidi kono zidi, sasa angalia, piga An'am tu basi, ndio kinga moja ya masidi. An'am tu An'am, shapiga An'am basi, sasa ndio mtajua ataingia wapi pale pa kuingia. Hiyo ndio An'am. Inshallah tupakisha dakika 5, pengine kuna taaliki yote. Bwana mmoja, kisa cha mwisho, mtu mkulima alimpelekea mfalme zawadi, akampelekea watermelon. Unajua watermelon? Tikiti ile tunda, tikiti ile watermelon. Tunajua tele hapo nje yako, ile nje ni green, ndani ni nyekundu. Akampelekea mfalme tikiti. Ule mfalme akafurahi sana. Kwa ile furaha yake akaona huyu sina cha kumlipa, alikuwa ameletewa kiti cha dhahabu. Ule mfalme ameletewa kiti cha dhahabu zawadi. Ule mfalme, ule mkulima akamwambia, bwana, nimekuletea tikiti. Watermelon, akamwambia nimefurahi, zawadi zako tukua kiti cha dhahabu, sio kiti chetu cha plastiki na mbao, kiti cha dhahabu. Ule maskini asema alhamdulillah, si haba, nimepeletea watermelon, nimepeleka. Basi waziri akajua, mawaziri wale wako karibu ndo masidi, wale karibu na matajiri wako ndo wasudu watu hao. Akasikia wivu ule waziri, wivu wake akafanya nini? Akasema ngoja, akaenda kwa Sanara, akamwambia nataka kutengezewa meza ya dhahabu. Meza ule sema pa kiti cha dhahabu, yatarengeza meza ya dhahabu, atengezewe kwa tengezewe. Akasema mimi nitampelekea mfalme meza ya dhahabu, angalia tanipa nini? Ikiwa amepelekea tikiti watermelon, ametoa kiti cha dhahabu, je, mimi nikimpelekea meza ya dhahabu atatoa nini huyu? Akatengeza meza nzuri ya dhahabu, kampea Maulaya, nimekupendelea, imefinikwa kama ile birthday ile Christmas. Mangata mfalme, wale maziri wana zawadi meza la dhahabu, si meza mbaya. Mfalme alifurahi sana, akamwambia nakushukuru waziri, zawadi zako, na mimi sina cha kulipa, leta leo watermelon na tikiti. Bwana, zawadi zako ni hizi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.